jana usiku ilitoka kutoka kwa bodi ya ligi. Bodi ya ligi imetoa taarifa kwa vyombo vya habari, na taarifa yenyewe ilikuwa ni kwanza tunasema kutozwa faini kwa vilabu vingi ambavyo vimecheza michezo iliyopita, lakini pia kuna swala la kufungiwa ambalo mimi binafsi ndo nataka nijikite hapo. Na katika swala la kufungiwa Heli Sasi, mwamuzi wa mchezo wa Simba Sport Club dhidi ya Singida Black Stars, amefungiwa miezi 6 kujihusisha na kusimamia mchezo ndani ya miezi hiyo 6, na hii imetokana na sababu ambazo bodi ya ligi wanasema alishindwa kusimamia ama alishindwa kucontrol mchezo wa Simba Sport Club na Singida Black Stars, kiasi ambacho kilifanya maamuzi mengine ambayo alikuwa ameamua hayakuwa sahihi na yalikuwa yana mlengo wa kuweza kuegemea upande mmoja. Kwa hiyo Heli Sasi nyundo miezi 6. Una lolote mkuu kwenye hii nyundo ya miezi 6 au umeridhishwa na sasa ni kwamba hapo kwa nini sasa yani hapa ndo unisaidie? Sasi anapigwa miezi 6. Yale maamuzi mabaya aliyofanya kwenye mchezo huo yanabaki kama yalivyo au yanabadilika kuna mambo mengine? Kwanza maamuzi ama mechi na matokeo yanabaki vile kama ni Simba ameshinda na maamuzi yale yanabaki vile, lakini ukiangalia, mimi nataka nitazame kiundani zaidi. Mwamuzi wa kati ana seti yake ya waamuzi, si ndio? Ana mwamuzi line 1, ana mwamuzi line 2, lakini pia ana mwamuzi wa nje, si ndio? Ambaye huwa ni kamishna wa mchezo. Kwa hiyo kuna seti ya waamuzi kama 4. Kwa hiyo yeye mwenyewe binafsi sio mtoa maamuzi ya mwisho kama kuna faulo ama kuna penalty, manake jicho la kwanza huwa ni jicho ambalo lipo karibu na eneo ambalo faulo imechezewa sofa. Kwa hiyo mimi naamini katika hii taarifa kwa vyombo vya habari ama taarifa kwa umma ambayo imetoka bodi ya ligi, sijaona waamuzi wa pembeni ama seti yake ambayo nzima ilihusika kwenye maamuzi yale, sijaona kama kuna adhabu ambazo zimetolewa, kwa sababu wote kwa pamoja wanahusika kwenye maamuzi ya mchezo ule. Kwa hiyo maamuzi ya mwamuzi wa Heli Sasi ndio ambayo yamepelekea Heli Sasi kupigwa nyundo ya miezi 6. Kwa hiyo mpaka ukianza kupiga hesabu za haraka manake ni mpaka mwezi wa 12 ndipo tutamshuhudia mwamuzi Heli Sasi. Lakini pia kuna taarifa zingine hapo kuna adhabu ambazo zimetolewa, ambazo hizi adhabu zimeenda moja kwa moja kwenye faini. Ukiangalia Singida Black Stars wamepigwa faini, Simba Sport wamepigwa faini, kocha wa viungo wa Simba amepigwa faini, Simba takriban imepigwa faini zaidi ya milioni 8. Kwa hiyo hicho ndo kitu pekee ambacho kimejiri majira ya usiku jana, taarifa ambayo tumeipata kutoka kwenye bodi ya ligi. Hilo ndo jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, Young Africans bwana, leo kuna mambo mawili ambayo yatatokea. Jambo la kwanza, leo kuna kikao cha matawi. Kwanza matawi ya Dar es Salaam nzima wanakutana pale makao makuu Jangwani kujadili nini ambacho kinajiri pale, mimi sijui, si ndio? Lakini pia saa 5 kamili pia kuna taarifa kwa vyombo vya habari kutoka klabu ya Young Africans. Tukumbuke ni dabi tarehe 15. Ulisema wewe nyie kama wananchi hamchezi. Sasa mimi najaribu kuconnect dot hapa. Kuna kikao hivi sasa kinaweza kinaendelea cha matawi ya Dar es Salaam ya wanachama halali, lakini pia na wanachama ama matawi mengine ya wajumbe wa nchi zote, mikoa yote wamekaribishwa kama wana nafasi ya kuweza kushiriki. Lakini saa 5
kuna taarifa kwa vyombo vya habari. Sasa hiyo taarifa kwa vyombo vya habari ni taarifa ipi? Either ni taarifa ya msisitizo ya ile kauli ya hatuchezi, ama ni taarifa ya kuweza kutengua kauli ya kwamba hatuchezi. Sasa wananchi wanaenda kukipiga tarehe 15 na mtani wake ambaye ni Simba Sport. Kwa hiyo hizo ni taarifa, lakini pia unajua Taifa Stars ipo South Africa ama Afrika ya Kusini ikijiandaa na maandalizi ya mechi ya kirafiki. Kwenye kalenda ya FIFA kuna mechi za kirafiki zinaendelea. Kwa hiyo Taifa Stars imepata wasaa mzuri wa kukutana na Bafana ya kule Afrika Kusini. Afrika Kusini kuna Bafana na kuna Banyana. Bafana ni kikosi cha taifa taifa la wanaume Afrika Kusini, lakini Banyana ni kikosi cha wanawake cha taifa la Afrika Kusini. Ni mechi nzuri, ni mechi ambayo kwa Taifa Stars inapata wasaa wa kujipima nguvu, kuweza kuangalia namna ya kuwaseti wachezaji wake, mindset yao physically, na kuona namna gani ambavyo wanaweza wakapata mechi ya kiushindani kwa ajili ya maandalizi ya chani ambayo yataanza kutimua vumbi hivi karibuni. Kwa hiyo kesho bungi litapigwa pale kwa Madiba. Hizo ni taarifa za ndani kabisa za kimichezo, lakini taarifa za kimataifa bana. Jana kulikuwa na mechi kubwa ya nusu fainali ya Europa Nation League kati ya Ujerumani na Ureno. Mimi binafsi bwana, jana nilimpa chapuo Ujerumani, na mabookmaker nao walimpa chapuo Ujerumani, mapunta na wawekezaji walimpa chapuo Ujerumani. Lakini kitu ambacho alikuja kutufanya vibaya Cristiano Ronaldo, GOAT, greatest of all time, amedhihirisha kwamba yeye bado ni mwamba. Kwenye mechi 222 yeye ameweka magoli kwenye timu yake ya taifa zaidi ya 137. Mechi 120, magoli 137. Huyu ni GOAT, greatest of all time. Ureno jana ilipiga ama ilichalanga timu ya Ujerumani na kufanikiwa kutinga hatua ya fainali. Sijui wewe ulikuwa upande gani, kwa Cristiano Ronaldo ama ulikuwa kwa Mjerumani kama mimi? Kwa sababu mimi nimelia mara mbili. Wewe ni Yanga. Okay, sawa. Kwa hiyo hizo ni taarifa ambazo tumefanikiwa nazo asubuhi ya leo, lakini kwa taarifa zaidi naamini tutazipata pale Sport Junction. Kuna swali hapa na unataka kuuliza Meya. Nina swali. Ile taarifa ya jana iliyotokea kwa kufungia baadhi ya wao marefa, kuna yule anaitwa Kefa Kayombo. Kuna sijamsikia kama taarifa yake ikitolewa na unajua au yeye hakufanya kosa. Kayoko. Kwani Kefa Kayombo alichezesha mchezo gani dhidi ya Mashujaa? Ndio. Ndio. Nadhani kuna kuwaga na tathmini na ripoti ambayo huwa baada ya mechi huwa inaandaliwa ama huwa inaandikwa, then inapelekwa kwenye bodi ya ligi. Alafu kuna kuwa na assessment nyingine ya pili kwa ajili ya kuona namna gani ambavyo mechi nzima na maamuzi mazima ya ile mechi namna ambavyo imefanyika so far. Kwa hiyo nadhani sasa bodi ya ligi na kamati ambayo inajihusisha na tathmini ile ya mechi nzima haijamtem Kefa Kayombo bana kuwa kwenye makosa. Inaonekana yeye hajafanya kosa, yani alikuwa vizuri. Kwa sababu kama angekuwa amefanya makosa tayari tungekuwa tumemuona kwenye hii sheet ama kwenye hii karatasi ama kwenye hii taarifa kwa umma ambayo imetoka kutoka bodi ya ligi. Au Meya una gagaziko? Kuna taarifa naziona. Yeah. Wanasema kwamba
unaweza kuwa ndo msimu wa mwisho wa LCC. Hapana, kwa sababu unajua ukimwangalia sasa hivi refa ambaye yupo kwenye peak, ambaye sasa hivi ameanza kuaminiwa hasa kuchezesha hasa mechi za kimataifa, unaona CAF Champions League, CAF Confederation Cup, Arajiga, si ndio? Ni yeye pia naye alikumbwa na dhahma kama hizi za Heli Sasi. Kufungiwa maana yake huwa asilimia kubwa inaenda kuwakumbusha uwajibikaji, inaenda kuwakumbusha marefari namna ya kuweza kusimamia hizi sheria ambazo zimewekwa, kwenda kuwakumbusha kutekeleza majukumu yao kama wao ambao yamepewa kwa ajili ya kuweza kuiongoza na kuweza kuifanya mechi ama mchezo uwe mzuri. Miezi 6 sio mingi, of course. Kuanzia mwezi huu mpaka mwezi wa 12 tunaweza tukamuona Heli Sasi na tunaweza tukamshuhudia. Kabla ya hapa pia Heli Sasi alishawahi kufungiwa. Kwa hiyo sio tu jana Heli Sasi ndo mara yake ya kwanza kufungiwa. Marefa wengi kawaida, kutokana na namna ya tension ya mchezo, tunasema influence hasa kwenye mechi hizi za hivi vigogo wawili Simba na Yanga, mara nyingi huwa marefa wengi wanakutana na dhahma za kufungiwa kama hizi ambazo amekutana nazo Heli Sasi jana. Swali la mwisho. Watu wanasema kwamba sasa hivi Yanga ameshafuzu bado hajafuzu, akiendelea na msimamo wake wa hatuchezi. Manake bado yupo kwenye 50-50 kwa sababu ligi bado imebakisha mechi 3 kwa kila timu, si ndio? Kila timu inatakiwa icheze michezo 30 ili kutimiza mzunguko mzima wa ligi, si ndio? Lakini kwa Young Africans, wao kutokana na msimamo wao wanaamini kwamba mechi ya tarehe 15 haipo na hawachezi. Kutokana na kuamini huko, sasa kunaanza kuwaondolea ile tunasema ile arrogance ama kile kiburi cha kusema kwamba wao wamefuzu moja kwa moja mashindano ya kimataifa, hasa CAF Champions League. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu endapo wasiposhiriki huo mchezo, kwanza watakatwa alama 3, watapolwa alama 3, sio watakatwa. Zile alama 3 zitaenda kwa mpinzani wake ambaye amefika uwanjani. Hilo jambo la kwanza, ambapo mchezo wa tarehe 15 una asilimia zaidi ya 70 kwa Young Africans. Akishinda ama atoe draw, yeye moja kwa moja anakuwa bingwa wa msimu wa 2024-2025. Simba yeye anahitaji tokeo moja tu ambalo ni ushindi ili kujihakikishia ubingwa wa mwaka wa msimu huu wa 2024-2025. Kwa hiyo akipoteza hizi point 3, manake tayari Simba bingwa. Lakini haiishi hapo tu, bado kanuni inamtaka Young Africans kupokwa kama asipofika uwanjani pointi zingine 15. Sasa inategemeana na mpinzani wake wa karibu Azam, ambaye sasa atakuwa anagombania nafasi ya ngapi? Ya pili. Namna ambavyo anaweza akazi-address hizi mechi zingine 3 ambazo zipo mikononi mwake. Kama akizichanga karata zake vizuri, manake Young Africans yeye atashiriki mashindano ya kimataifa, lakini ni CAF Confederation Cup, sio CAF Champions League. Kabisa. Sawa, na mengi zaidi tutakutana pale saa 1:15 Sport Junction kwa ajili ya taarifa za kutosha zaidi za kimichezo. Asante sana.